Yesu Kristo. Ili aanze matayarisho yake Yesu Kristo. Akasema nendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie mwalimu asema majira yangu ni karibu. Kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Hitari ya kwa neikinyu. Wakati wangu umefika. Lakini hawa hawangejua. Lakini ni kwa sababu Yesu alikuwa akipelekana na Roho Mtakatifu. Na nimemwambia hivi, shida haikuwa Judas. Shida ilikuwa nitamaliza kazi yangu namna gani. Mwaga niga ila nituarogoshu. Akimera kwa mtu muna. Akawambia enendeni kwa mtu muna. Na togo wika amuharere ni todo wako. Kisha awaandae kwa ajili ya katagati ni kama utumariana marato korale. Kati ya yote ya tupatao. Na tima utumashio. Shida sio yale. Lakini utamaliza hii kazi kwa njia gani? Ni kwa sababu uliitwa na Yesu. Na ile shida iko kwa wakati huu. Yesu hakujitambulisha yeye mwenyewe. Lakini ni kwa sababu wakati wa Roho Mtakatifu ametupa Roho Mtakatifu ili tuweze kuinua jina la Mungu. Shida sio ile vita ambayo unakutana nayo. Shida sio ile mambo ambayo uko nayo. Shida ni hivi, nitamtumikia Mungu kwa njia gani? Bwana niba ile nituarogosho. Akumio mwadhani. Niliatuka katika ogona inegekere. Wakati tujapo kwenye haki hatuji ili sisi tuonekane. Bali mimi nakuja hapa ili niweze kutukuza jina lake Mwenyezi Mungu, nikiongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyoagiza, wakaiandaa Pasaka. Ihida no lerati wakati unaenenda. Na direka kumwirati ile yari na rudo mitu. Na nataka niwaambie nini. Ihida leo kinyari yo koroni na rudo. Kuna wakati ambao utafika. Na hali yako kinyete mahite nyuma ya hali. Tulipofikia wakati. Akikorodo kiraho to soft to nini. Iwapo tunayashindwa na haya mambo. Imani ya mati mbanda nemego koroma huwa nate. Sema kubwa yatakuwa. Ihida ya kani na ya siri ya kinyete ya goshia. Wakati wa kanisa kuzaliwa. Mwadhani ya gosho. Bwana asifiwe. Akumio mwadhani. Wakati ulikuwa umefika wa kanisa kuzaliwa. Kila jambo linakuanga na wakati wake. Naonaga mama akiwa mjamzito. Wakati ukifika wake kuzaa. Hata tukua kwenye matatu. Hata mimi sijuagi mahali mashubahu zinatolewa. Wanaume huwa wanatoroka na miguu mbio. Hawa wanakuja wanakusanyika mahali pale. Kwa sababu wakati huo umefika. Wakati wa kuzali kama wakati wa kufa. Wadhalika ile mitwarogosho. Bwana asifiwe. Hitari ya goshi ya rale. Wakati wa kuzaa. Nikorogori huwa na hitari ya gokua. Ni sawia ana wakati na mambo mashio matwara na gamere. Na haya mambo huenda kwa pamoja. Nataka niwaambie nini? Nene hitari ya kinye pele ya goshi ya kanida. Huu ni wakati uliofika wa kuzaa kanisa. Na moto wote usidaka kanida na kanida hatiri hado wako henogo wati. Na yeyote achezaye na kanisa kuna kama mtoto wako mtu anaweza kuja na kucheza na mtoto wako. Mtole mtu agithakira mwana. Ni hitariari ya ruo. Ni wakati ambao ulikuwa uchungu. Ni hitariari ya ruo. Ni wakati uliokuwa uchungu. Nagatagati kama utumaya model. Wakati ya haya Judas aliyogatagati kama mwadhani. Judas alikuwa pale. Yesu alikuwa akimuona tu. Na Yesu no amuonaga. Yesu no amuona. Yesu alikuwa akimuona. Yesu no amuonaga. Wakati wa kuzaa kanisa. Yesu alikuwa na uchungu ni kwa sababu ya kanisa. Yesu alikuwa na uchungu ni kwa sababu ya ile njia alikuwa anataka kupitia. Bwana asifiwe sana. Na yenda akaona kabisa wakati umefika. Na Judas yuko katikati
katikati yao. Na Judas yale gatagati kao. Bwana tusaidie sana. Mwathani atuteithie. Bwana tusaidie sana. Mwathani atuteithie. Yule mtu anaweza kuja kwako nyumbani. Mundu ule ukioka wako. Aje atake kuangamiza mji wako ama nyumba yako. Ahane tageni na mji wako. Hakuagi na huruma na anaweza akarudi nyuma. Dakorago na hata na dagisha kwa hawa nipe moro na moroide vitu. Ndivyo palivyokuwa hapa. Ilikuwa hivyo. Akwari yoguo. Ni kwa sababu wakati ulikuwa umefika. Ni tondu ihinda rĩarĩ ikinyu. Yani ko kunyanira kanitha ukoragwo na njĩra nyingĩ. Akusaliti kanisa ni njia mingi. Wahota gũka wĩna maũndũ maku na ũke kĩgongona-inĩ. Waweza kuja na mambo hiyo ni jambo la kusaliti nini madhabahu. Usio ni wala wa kunyanira kĩgongona. Nakwambia hivi. Ni lazima tuchunge ni kwa sababu ya kanisa. No nginya toe ugani ũndũ wa kanisa. Ni lazima tuchinjuke kwa sababu ya maboma zetu. No nginya toe ugani ũndũ wa mĩciĩ. Ihinda rĩgĩkinya. Wakati ukafika. Ihinda rĩgĩkinya. Wakati ukafika. Rĩarĩ naruo moro na moro wa ithe witũ. Ulikuwa wa uchungu. Rĩarĩ naruo toro na mũtumia akoragwo naruo. Ulikuwa wa chungu sababu. Maũndũ macio hĩndĩ mathiaga na mbere. Haya mambo yalikuwa. Yesu angeweza kuondoka mahali pengine. Yesu ndagiathie handũ hapa. Kwa sababu wakati ulikuwa umefika. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale 12. Hakia tuwaki. Hakuna mwingine. Tuonile atiriri. Hatukaona vizuri. Uliogiwe kunyanirari. Ambaye anaweza kufahamu. Yokoe moro na moro ide vitu. Ni ambaye anakufahamu. Tarehe hadodrari igongona mweno wa Naikuru. Kuna mahali nilikuwa mji wa Nakuru. Na he modorari na ruo makeria. Na kuna mmoja aliyekuwa na uchungu. Mtoto wali itokili arekiruo. Ako actually ayatendo walilo. Na ile mambo ambayo nilikuwa nikihubiri. Na akiwakira dera hujagia. Kumbe kulikuwa na mmoja ambaye alikuwa katikati yetu. Egithe kwale na omorale. Na alikuwa na uchungu zaidi. Na ni wale na ruo makeria. Ni kwa sababu alikuwa amejengea kuku zake. Ndio yake ile agogoshi. Na sio hivyo akajengea ng'ombe zake. Na toa akira ng'ombe. Na alikuwa ameweka kila kitu. Na kaiga maoto moja. Lakini wakati ulienda ukafika, zile vitu zote zikakwenda kwa usiku moja. Bwana asifiwe sana. Zile vitu tu na data zikaenda zikaisha zote. Mwathani kaida vitwarogosho. Akudio mwathani. Mwathani kaida vitwarogosho. Ito iye kuo ciothe. Zile vitu zikashika. Na wakati alipokuwa akiniambia, aliniambia hivi. Yale mambo ambayo umenena ndio yamekuja kwangu nyumbani. Ni kwa sababu mtu mmoja alitoka kwangu nyumbani, akaenda akaeleza vile nimejenga. Ulia mwombe akipe ikaro yake. Jinsi nimejenga kwangu. Tukugatagatire. Katikati ya usiku. Indo ciake igithie ciothe. Vitu vyote vikaisha. Ndĩrenda kumwĩra ati arĩ na rĩide witũ. Nataka nikwambie nini? Yesu nĩ akinya ihinda. Yesu amefikia wakati. Ũgwĩciria we angĩkorwo nĩ ũngĩka atĩa? Je, unafikiria iwapo ni wewe ungefanya nini? No hote kũrĩanĩra na ũrora gũkunyanĩra. Waweza akula pamoja na msaliti wako? No hote. Je, waweza? Niki. Ni kwa nini? Haha tena kionereria. Hapa tayari amepatiwa pesa. Already ni ahetwo bi. Vipande vya goro dini. Ni ahetwo goro dimero. Na yuko ndani yake. Huyu mtu alikuwa ndani yao. Na leo thini wao. Na Yesu araharĩria maũndũ mũndũ ũcio aliyokuwa. Na Yesu yatayarisha mambo huyu mtu akiwa ndani yake. Nakuuliza ama mimi nataka kuambia hivi. Na ndirenda kuulia Yesu hakuwa na haja na Judas. Yesu ndari na haja na Judas. Lakini alikuwa na haja ya kumaliza kazi yake. No ale na uhoro wa kule. Na ndiposa wakati ilifika hiyo wakati. Alienda akaita wanafunzi wake 12. Judas akiwa katikati yao. Mwathani kaitho gitwarogosho. Bwana asifiwe. Akumie mwathani. Bwana atukuzwe. Ndĩramwĩrire Judas tuwe wetaga gwĩka ũguo. Nikamwambia Judas hakuwa anataka kufanya. Sio alikuwa akifanya hiyo mambo. Sio kupenda kwake. Lakini kulikuwa na roho ambayo ilikuwa ndani yake mbaya. No kwa na roho mbaya wake. Lakini Yesu akifanya jambo lolote. No Yesu ndage kiodo. Akaenda pamoja na hawa 12. Agethie hamwe na 12. Mwathani kaitho gitwarogosho. Bwana asifiwe. Akaenda akawaandalia chakula. Agethie kimaharĩrĩria irio. Nao walipokuwa wakila, alisema amini na waambieni, mmoja wenu atanisaliti. Amen. Amen.
hakuwa na haja na yeye. Alikuja akawaandalia karamu. Wote wakiwa wamesimama ama wameketi mahali pale. Wote wakiwa mahali pale. Wote 12 wakiwa mahali pale. Judas akiwa katikati yake. Ni kwa sababu wani ndugu na dada, Judas alikuwa anatimiza kuzaliwa kwa kanisa. Jambo lolote likitokea kwako linakuwaga na sababu ndugu na dada. Unaweza fukuza mtoto wako, lakini shida sio mtoto. Shida ni ile roho ambayo inakuwaga ndani yake, ile ambayo inafanya haya mambo yote. Na hii shida ama hiyo roho kiondoka, huyu mtoto anaweza kusimama na awe mhubiri. Mwadhanika ile mitoro goshu. Akumio mwadhanika. Atwashomago manete 12. Wale watu wakiwa wameungamana wote, Yesu hakunyoshia mtu yeyote kidole. Lakini alikuwa anajua ni nani. Ni kwa sababu pengine anaweza kusema ameonewa. Hiyo ndio ile kazi ambayo Yesu alikuwa akifanya. Hakuwa anataja mtu yoyote. Basi akasema hivi, katikati yenu kuna mtu mmoja ambaye atanisaliti. Bwana asifiwe sana. Mwadhanika ile vitoro gosho. Bwana asifiwe. Ashiari matirorago. Wazazi sijeo wao. Unakuta mtoto amejitokesha na kusaliti nani mama yake ama baba yake, watu wanakuja wanamwangamiza. Ugakora mwanani yumberi na anaga kunyana. Ama pengine wanakuja wanaua wote. Ni kwa sababu ya shamba. Ni kwa sababu ya vitu vingine. Lakini huyu mtu akienda afunuliwe macho, hawezi akafanya hilo jambo. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyeketi mkono wake pamoja nami katika bakuli ndiye atakaye nisaliti. Mtu mpendaye. Ninashukuru. Mtoto awetete mtu ambaye unampenda, yule ambaye umemdharau hawezi akakusaliti. Ulia uthoire ndagi kukunyandira, hajui njia zako. Ni tondu ndoe njira ciaku. Yule ambaye tutakaye tupa mkono pamoja katika sahani moja, ulia tukurikia moko maitu na alikuwa amempenda sana Judas. Niendete Judas muno. Alikuwa amempenda sana Judas. Endete Judas muno. Na wote walikuwa kifadhaika ni kwa sababu ya mambo ambayo Yesu alikuwa akinena. Nothe maina inaga ni maundu mara Yesu. Katika wakati huu ndugu na zaini wa ihinda rere mbona mwari. Katika ile serikali ambayo tuko nayo. Zaini wa thirikari ile tuinayo. Serikali ambayo tuko nayo kwa wakati huu. Zaini wa thirikari ile tuinayo. Serikali ile tuendayo. Katika serikali. Mutamaki dara kunyariro ya ndume kunene. Falme hasalitiwi. Lakini anasalitiwa ni yule ako karibu na yeye. Hivyo ni kusema namna gani? Yesu akasema namna gani? Yule ambaye tutatupa mkono sahani moja, Oria na tukanywa nake, ambaye sisi hula na kunywa pamoja, ni na mahita ine huyo ndiye anayekuangamiza. Huyo mahita ine masho Judas sekarete oro. Judas alikuwa imeketi na keniale gona aketiwe na amekataa pia. Ona tobone marega hata wanafunzi wamekataa. Note ini wako yake, lakini ndani yake akuwete ini wake itimo, amebeba mkuki. Na tawa wika ni anekeretwo besha ciothe. Na pia amepatiwa afya. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Bwana asifiwe. Akumio mwathani. Bwana asifiwe. Augo mahita-inĩ macio kiugo ũrĩa tũkũrĩanĩra nake. Kwa hivyo akasema ambaye tutatoa mkono pamoja. Mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa. Lakini ole wake mtu yule ambaye msaliti mwana wa Adamu.
Nekinya Yesu angeathire. Ni lazima Yesu angenenda. Nekinya Yesu angeahingirie maandiko macio. Ni lazima Yesu Nekinya Judas angeahingirie maundu macio. Ni lazima Judas angeatimiza mambo yale. Nekinya mundu ucio urenda gwika uguo ahingie. Ni lazima mtu anayetaka kutenda atende. Ucio ni urathi. Ni kwa sababu huo ni utabiri. Gatagati-ini ga giikaro giaku ri. Kati ya boma yako. Ni hari mundu ungihoya undu o wothe. Kuna anayeweza kuomba lolote. Tondu ni ahoya undu ucio ri. Na kwa sababu ameliomba hilo. Kwa hivyo amesema vizuri. Mimi ninaomba Mungu unipe nguvu niangamize watoto. Watoto wako na shida gani? Hawa watoto wako na shida gani? Kanisa ina shida gani? Serikali ina shida gani? Lakini wacha nimkwambie. Mwathani Ngai na bitwaro gosho. Yesu akinyete hau ari na ruo runene. Yesu alikuwa amefika mahali na uchungu mwingi. Yamenyete ihinda rya kenere kinyu. Kwa sababu alitambua wakati wake umefika. Ya guciara kanitha. Ambao ni wa kuzaa kanisa. Otoria ndungate koragwo enda thina. Kama jinsi mtumishi huwa mahinda hindi mwereke thiete gakena. Wakati mwingine anafurahia. Tondu ria kigongona kirarathimwo. Jinsi madhabahu yamebarikiwa. Oguo mahinda-ini macio hendi ndacũthĩrĩria ciana ici. Kwa hivyo nitazamapo hawa watoto. Na ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ. Nataka nikwambie. Hĩndĩ ĩrĩa nguonaga twana tũtũ tũgĩcenjanio rĩ. Wakati nilipokuwa naona watoto nilikuwa naambia Mungu ni asante. Mwathani Ngai na witwaro gosho. Bwana asifiwe. Ndona kairĩtu goka kanengerwo. Nikaona msichana amepatiwa. Ũyũ ũngĩ nake acoka kanengerwo. Kisha mwingine akakabidhiwa. Tera Ngai atĩrĩrĩ. Nikaambia Mungu Mwathani ũrogocwo. Bwana utukuzwe. Mwathani ũrogocwo. Bwana na utukuzwe. Tondũ nĩ ihinda ũraciara kanitha. Kwa sababu ni wakati wa kanitha ũkũre. Ili kanisa likue. Na toguo wika tũthiĩ kũraihu. Na kisha tuenende mbali. Hakaumĩra mũndũ ũngĩ. Panatokea mwingine. Agakorwo gatagatĩ-inĩ gaitũ. Anakuwa katikati yetu. Akaanza kusaliti kanisa. Akaje gukunyanira kanitha. Mwathani Ngai na witwaro gosho. Bwana asifiwe. Mwathani Ngai na witwaro gosho. Bwana asifiwe. Yesu ari na ruo makiria. Yesu alikuwa na uchungu. Ni tondu wa njĩra ĩrĩa ageragira. Kwa ajili ya njia aliyokuwa. Ni tondu wa njĩra ĩrĩa ageragira. Kwa sababu ya njia aliyokuwa. Ni tondu wa kunani mũthenya wa ũmũthĩ. Kwa sababu yako amini na wewe. Nigetha tũgaikara ũguo tũikarĩte. Ili tukae jinsi tulivyokaa. Akiuga oye. Akasema Mungu wangu. Bwana asifiwe sana. Ole wangu. Ole wangu. Ole wako. Ni hakue. Mwathani Ngai na witwaro gosho. Bwana asifiwe. Mwathani Ngai na witwaro gosho. Ole wako. Ni hakue. Yule mtu ambaye atakaye saliti kanisa. Wewe kunyanira kanisa. Maandiko inasema namna gani? Maandiko marauga. Yule ambaye atakaye saliti Yesu Kristo. Ole kunyanira Yesu. Yule ambaye atakaye saliti yule ambaye mko na yeye. Ole kunyanira Maandiko yaliniambia hivi. Maandiko maraje. Hata afae hangezaliwa. Nikafata agiaciarirwo. Mwathani Ngai na witwaro gosho. Bwana asifiwe. Ukona mwana ni oragwo. Unapata mtoto ameuawa. Na mwana ucio oragwo tu. Na huyu mtoto ameuliwa tu bure. Na sio jambo lolote. Mwathani Ngai na witwaro gosho. Bwana asifiwe. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, "Ni mimi Rabii." Akamwambia, "Wewe wasema." Mungu ndiye aramenya niwe. Mtu anajua vizuri ni yeye. Ni Judas ni amejua kabisa ni yeye. Ni Yuda na amejua ni yeye. Kuna kitu ambacho alipatiwa. Weke dwarane tu. Lakini nashukuru Mungu ni kwa sababu kama Yesu angepitia hii wakati, akikorwo Yesu kanisa halingekuweko. Kanitha ndungionekana. Kama vile tunavyoishi wakati huu. Tore turaikara ihinda hali tore mahinda-inĩ maya kanitha orotetwo. Mahali ambapo tupo kanisa. Kila mahali kuna shida ni kwa sababu ya kanisa. Kuna mtu alikuja akasema ati sisi mapasta ati sisi tunaletangiwa sadaka na vitu vingine tukate yani tutosheke na hizo. Lakini wacha nikwambie, kanisa ilipotoka mahali parefu zaidi. Kanitha umete kuraihu. Kanitha umete kuraihu. Kanisa limetoka. Kanitha umete kuraihu. Kanisa lilitoka. Kanitha ndugoretwo ni besha. Kanisa halijanunuliwa kwa fedha. Kanitha ndugoretwo ni utongoria. Halijanunuliwa kwa kanitha moru na moroida witu ndugoretwo ni mundu. Halijanunuliwa na watu. Kanitha ogore kana kigongona kana kanitha madhabahu ilitoka kwa damu. Kigongona kiaumire thakame ile. Ni kwa sababu kama ilitoka kwa pesa, tungekuwa tumeisha sisi maskini. Wale kama hawana pesa wangekuwa wameisha. Ni kwa sababu kanisa ingekuwa ya wafalme. Kanisa ingekuwa ya watu wengine. Lakini
nikwambie mahali kanisa ilitoka ile damu ambayo ilimwagika iliposhikana na mchanga na kuambia hii damu haikuwa na kitu chochote. Hakuna yeyote Yesu tazama yake diari na kawaona hanini kwa sababu damu ya Yesu Kristo haikuwa Judas anataka kutumia pesa na naona Judas akienda kuodhera ili aweze kuangamiza kanisa lakini ole wake noni hake shida ilianza mahali pale yeye akakuja akauliza akaenda kwa Yesu akamuuliza hivi Bwana ni mimi yeye akasema umesema Yesu akemwera ni wauga mwadhani gaide vitwaro gosho Bwana asifiwe Yesu etagira kigo kya mwisho Yesu hausubiria neno washa muka igoro wa kedo wakati umetaja yote hao kiajireria kiajagireria huo ndio mwanzo wa jambo lile nao walipokuwa wakila Yesu alitoa mkate akabariki atomatima minyodoshi watu hawajawahi fahamu lile jambo ya titrete kukwira atiriri meza ya Bwana nikwambie ikorogo tirero kura ogimiza mohoro wayo ri iwapo utasoma kuhusiana Yesu alikuja akajua wakati wa hatari umefika Yesu ndio kitana akamenya idara ya watu idara gushira kanitha ndiri ya kinya wakati wa kuliza kanisa unaishi sia kwa goshie kate watoto wangu nitawafanyia sia naishi sia kwa goshie kate watoto nitawafanyia ogo tirete kukwira atia hivyo nikwambie ndio akoro heno watimoro na moroide bitu hapo ndipo mahali pa hatari katagati ine kaduka tere etetwo ni Ngai kati ya mtumishi aliyeitwa mahinde ine macio moro na moroide bitu wakati huo ndugu na dada ne todo hinderu ni yakinyire kwa sababu ule wakati ulifika Yesu akiroga magatagati ine karuto Yesu akasimama kati Yesu alipokuwa wakila Yesu alitoa mkate akaubariki Yesu akeruta mkate akiwa Bwana nikaiso akaumega akawapa wanafunzi wake akasema toeni mure huu ndio mwili wako Mwadhani ida vitwaro gosho Bwana asifiwe kwa sababu Yesu alikuwa na nguvu nitondo Yesu alikuwa anajua kila kitu na niamenya kama ule lakini ni kwa sababu ya hawa alikuwa amewapenda zaidi no nitondo aniamenya nitafanyaje ili niwafiche ndani yangu kwa kati ya dema idhaini wangu ndio nilikuja marega kulia giati je wajua kuna wanakataa giati kiasi nilikuja mwisho wa mwezi jambo ambalo linafaa kufanywa kila kiasi ndio hare ilie na ni lazima mtu ajiandae nitondo Judas aligatagateide kadwa shio sababu Yuda alikuwa kati ya wale Mwadhani ile vitwaro tutaidia Bwana tusaidie Yesu ni etete kanitha makeria Yesu alipenda kanisa ni etete kanitha waku moro na moro waide je unalipenda kanisa lako Yesu ni etete kanitha makeria Yesu alipenda kanisa ona mahije ni matenda kumwera ate hata wakati huu ni ona ndoma nyitane moko hata iwapo watu watashikana hata ufalme katika ulimwengu mzima ona maudhamaki washikane mikono majitane moko hawawezi wakatingiza kanisa la Yesu matige inaini ya kanisa wa Yesu hata wapitie njia gani ona magerete hawawezi kutingiza kanisa la Yesu matige inaini kanisa wa Yesu sana hapa dunia iangamie nikafadhi yote lakini neno la Mungu likae kama limesimama likiwa neno kiugo kia Ngai kirogame kirio kiugo Mwadhani ida vitwaro tutaidia Bwana tusaidie Yesu akera modo wetwo Judas yatiriri Yesu akamwambia Yuda wewe wauga ni wewe umesema wewe ndio umesema wewe ni wauga lakini sio mimi nimekwambia noti ni dakwea ni kwa sababu haja yangu ni todo oyende na ilikuwa ni kuokoe adireda pamoja na hawa wengine hapo naye yake kisha akasimama katikati yao akiwa mtumishi wa Mungu akirogama mbele yao akasimama mugate uria mariaga akashika mkate waliokuwa wanakula kama hawajara akiurathima akaubariki nenda gotwike ke alikuwa anataka uwe alikuwa anataka uwe mwili wake enda gotwike mwili wake nituge imeni tuseme amina nami hiyo ni tatia je wajua kwa sababu wale maadui sasa wanakuja
Nitondo thuiria nigukairo. Itashikwa. Na nigonyitwo. Hawa watu wataenda namna gani? Ndoya hii megothe. Lazima nifanye nini dhabihu? No kinya adute iko. Ambalo litatushikamanisha pamoja na hawa. Nigetha litunyitithania. Na nikirona kanitha wa Mwathani nginya mahinda-inĩ maya wiho. Because unaona kanisa la Mungu bado na rĩrĩa yarutirwo mahinda-inĩ macio. Kwa sababu ya dhabihu ilitolewa. Atoya nimekuharagana. Alifahamu hao watu watawanyika. Kuona mahinda-inĩ maya. Jinsi kulivyo. Akĩnyita mũgate ũrĩa. Akaushika mkate. Agĩthia atĩ ũrathima. Akaubariki. Akiuga ũyũ nĩ mwĩrĩ wakwa. Akasema huu ni mwili wako. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Wanasifiwe. Agĩcoka agĩthia akĩunanga. Kisha akaumega. Ulikuwa mmoja. Wale umwe. Ukawa 12. Ugekorwo wicunje 12. Ilikuwa mmoja. Wale umwe. Ikawa mikate 12. Ugetwika mikate 12. No hĩndĩ ĩrĩa ũrathimire rĩ. Lakini alipoubariki. Ũkĩgarũrũka mũgate. Ukabadilika kutoka mkate. Mwili wake. Ukawa mwili wake. Kila kitu ambacho walikuwa wakifanya. Maundu maria mekaga. Walikuwa wakifanya kama Yesu. Mekaga ata Yesu. Kucheka kwao walicheka kama Yesu. Kuona kwao ata Yesu. Kuona kwao walikuwa wanaona kama Yesu. Kuona kwao ata Yesu. Ni kwa sababu ule mwili ama ule mkate uliwabadilisha. Nitoa mkate ule na wa magaru. Kuhubiri kwao walihubiri kama Yesu. Kuujia kwa mahubiri ya Yesu. Na ndiposa ulienda ukaona wakati Yesu alipopaa. Nikiwa nilihitiria Yesu. Wakati Roho Mtakatifu alikuja katikati ya hao wanafunzi. Ndiye Roho Mutheru okire athini wa rutu aya. Wakiwa ghorofa ya 3. Ghorofa ya 3. Petro akasimama katikati ya watu. Petro akirugama katikati. Akaanza kuongea kama Yesu. Akajikolia ta Yesu. Yesu makofi. Torera Yesu makofi. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Wanasifiwe. Akatoa mkate. Akiruta mkate. Akĩahĩtĩra manengerire. Wakati aliwakabidhi. Andũ acio mekaga ta Yesu. Walianza kutenda kũhunjia mahunjagia ta Yesu. Wakahubiri kama Yesu. Ona maũndũ marĩa mothe mekaga ta Yesu. Hata yote wakatenda kama Yesu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akasema, kunyweni nyote katika hiki. Bwana asifiwe sana. Mwathani agocwo. Oi. Inapeshi. Vita imeanza. Bara ni achia. Vita imeanza. Bara ni achia. Anataka wawe kama yeye. Arenda mahanane nao. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Thakame. Damu. Tena ubwiratia. Nataka nikwambie. Divei amegarura. Ile divei ameibadilisha. Yacheka thakame. Ikawa damu. Bwana asifiwe sana. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Thakame ĩrĩa yuma thakame ore. Ile damu. Mahinda-inĩ marĩa amoire divei ore. Wakati walipochukua. Maandiko marandeithia makanjĩra atĩrĩ. Maandiko yalinisaidia. Magĩthiĩ makĩnyuanĩra othe. Wakakunywa kwa pamoja. Magĩkorwo me kĩndũ kĩmwe. Wakawa kitu kimoja. Tupigie Yesu makofi. Kanitha ũcio ndũngĩaũhotire. Ile kanisa haungeliweza. Tondũ nĩ kũharĩrĩria haragĩrĩria kanitha. Kwa sababu alikuwa yuandaa kanisa. Handũ hau rĩ. Baada ya kutoka pale. Arĩkia kũnyitwo rĩ. Aliposhikwa. Andũ acio megũkorwo megwĩtwo Jesũ. Wale watu wataitwa Yesu. Megwĩtwo Jesũ. Wataitwa Yesu. Nĩ tondũ ũndũ ũrĩa mekwanjĩrĩria gwĩka. Kwa sababu yote wataekaga ta Jesũ. Watakuwa wakitenda kama Yesu. Nĩ tondũ thakame ya Jesũ rĩ. Kwa sababu damu ya Yesu. Na thakame yao rĩ. Na damu yao. Yatuĩka kĩndũ kĩmwe. Tondũ Mwathani makofi. Jesũ nĩ arĩ na iharĩrĩria rĩega rĩa kanitha. Yesu alikuwa na utayarisho mwema. Ona mũthenya ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩa. Hata siku ya leo. Ona mũthenya ũmũthĩ mũndũ na mũrogi itũ ndĩrenda gũkwĩra atĩa. Hata siku ya leo. Kanitha harĩa umĩte nĩ mũharĩrĩria nĩ Ngai. Mahali kanisa lilitoka limetayarishwa. Watu wameenda wamepotoka. Adone mathita na wakaja kuona kanisa tare biashara. Wanaanza kuona kanisa. Unaona mtu amefungua kanisa. Ukaona mtu ni alikuwa kanisa. Ndio leo ya kufungua kanisa linafungua kwa sababu gani? Ndio leo leti arahigora niki. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Wanasifiwe. Hari ũndũ ũmwe ndĩmwĩraga. Hakuna kitu mimi huwa. Na ũndũ ũcio ũkoragwo thĩinĩ wakwa. Ile jambo huwa ndani yako. Ũngĩthaka na mũndũ ũmwe wakwa. Ya kwamba uchezapo na mmoja. Yule ambaye nimepatiwa na Mungu hata akiwa katoto kadogo kale unaona kakikimbia hapa. Ule aneto ni kayo na udake na mwana ũcio rĩ. Aucheze na yule mtoto. Ndio kwera atiriri. Nikwambie hivi. Ona kabodie gwakwa uthio gathake na niĩ kũ. Heri wenenda kwangu ucheze. Kwa sababu ule upendo ambao uko ndani yangu. Nitoe ndolewe thĩinĩ wako. Kama ule uko ndani yako kwa wakati huu. Nitolewe thĩinĩ wako. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Makĩnyua thakame magĩtuĩka kĩndũ kĩmwe. Wakakunywa damu wakawa kitu kimoja. Magĩkorwo makĩhuanana na Jesũ. Wakafanana na Yesu. Makĩrĩa mũgate ũgĩtuĩka mwĩrĩ wa Kristo. Wakaukula makĩhuanana na Jesũ. Wakafanana na Yesu. Nĩkĩo ũrona mahinda
mahinda-inĩ maya rĩ ndiposa uonapo arĩa mararĩ mbere itũ rĩ waliotutangulia matingĩhotekekire hawangewezekana nĩkĩo wonaga ciama ciaringĩkaga ndiposa ulikuwa unaona miujiza nĩkĩo wona maũndũ manene magĩkĩka ndiposa uliona mambo makubwa mũndũ ũmwe to Paulo rĩ mtu aitwaye Paulo ona arũgamia igongona-inĩ rĩ hata asimamishwa ako madhabahu agathiĩ akaigĩrwo mawakiri rĩ anawekewa mawakili macio nĩ kũmagarũraga wale mawakili anawabadilisha nĩ tondũ wake ni kwa sababu Yesu arĩ thĩinĩ wake Yesu alikuwa ndani yake Yesu arĩ thĩinĩ wake wakati alipoumega mkate endelea enyorire